Milton Obote. Kwa nini anakumbukwa kama rais mbaya zaidi wa Uganda? Milton Obote, mmoja wa viongozi wenye utata mkubwa katika historia ya Uganda, anakumbukwa sana kama rais mbaya zaidi wa nchi hiyo. Uongozi wake uliojaa ukandamizaji, ufisadi, ghasia za kisiasa na usimamizi mbaya wa uchumi uliacha alama kubwa ambazo ziliathiri Uganda kwa miongo kadhaa. Katika video hii tutachunguza sababu za umaarufu wake mbaya, tukijumuisha matukio muhimu kama shambulio dhidi ya Mfalme Frederick Mutesa II, kuuawa kwa Jenerali Oite Ojok, skandala dhahabu na Idi Amin, mgogoro wa Mengo, kusitishwa kwa katiba, kizuizi cha Jenerali Shaban Oppolot na udanganyifu wa uchaguzi wakati wa Obote wa pili. Maisha ya mapema na kupanda madaraka. Milton Obote alizaliwa December 28, 1925 katika mkoa wa Lango kaskazini mwa Uganda. Alikuwa mwanafunzi mwerevu na mwenye malengo makubwa, akipanda ngazi katika utawala wa kikoloni na kuwa kiongozi wa harakati za ukombozi wa Uganda. Baada ya Uganda kupata uhuru mwaka 1962, Obote kama kiongozi wa Uganda People's Congress aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza na baadaye akachukua urais mwaka 1966. Hapo mwanzo, Obote alionyesha tamaa kubwa ya kudhibiti mamlaka. Alipa kipaumbele kuimarisha madaraka yake kuliko kuunda taasisi za kidemokrasia. Tabia hii ya utawala wa kidikteta iliashiria utawala wake wa baadaye. Skandala dhahabu na ushindani na Idi Amin. Moja ya skanda kuu katika urais wa kwanza wa Obote ilihusiana na kugunduliwa kwa dhahabu nyingi kaskazini mashariki mwa Uganda. Ilidaiwa kwamba Obote alipata faida binafsi kutokana na biashara hiyo, wakati Idi Amin, afisa mkuu wa jeshi, alihusishwa na kuwezesha operesheni hizo haramu. Hali hii ilidhoofisha uaminifu wa umma na kusababisha mvutano kati ya Obote na Amin, hali iliyochangia moja kwa moja mapinduzi ya Amin mwaka 1971. Skandala dhahabu liliashiria uwiano wa Obote katika kujinufaisha binafsi na kutumia madaraka ya kisiasa kwa maslahi yake, hali iliyokazia mtazamo kwamba alitawala kwa ajili yake badala ya taifa. Kusitishwa kwa katiba mwaka 1966. Obote alisitisha katiba ya Uganda baada ya mgongano na kifalme cha Buganda. Alitangaza kuwa rais na kuondoa upinzani. Uamuzi huu uliashiria mwisho wa utawala wa kidemokrasia na kuonyesha utashi wake wa kutumia madaraka bila kufuata sheria na taasisi. Kusitishwa kwa katiba hakukuwa tu hatua ya kisiasa, bali pia ni ishara kwamba Obote angekuwa kiongozi anayedhibiti bila kuzingatia ushauri au sheria. Mgogoro wa Mengo na shambulio dhidi ya Mfalme Fredi. Kusitishwa kwa katiba kulileta mgogoro wa Mengo, mgongano mkali kati ya serikali ya Obote na kifalme cha Buganda. Obote alituma wanajeshi kwenye ikulu ya Mengo na kuwalazimisha Frederick Mutesa II, maarufu kama Mfalme Fredi, kukimbia Uingereza. Shambulio hili lilikuwa na maana ya ishara na kimkakati. Kwa kuondoa Kabaka, Obote alionyesha utashi wake wa kuangamiza mamlaka ya jadi ili kuimarisha madaraka yake. Hatua hii iliharibu uhusiano na wananchi wa Baganda na kuongeza migawanyiko ya kikabila na kieneo ambayo iliathiri siasa za Uganda kwa miongo kadhaa. Ghasia za kisiasa. Kuuawa kwa Oite Ojok wa Obote ulikuwa maarufu kwa kuondoa wapinzani kisiasa. Mfano muhimu ni kuuawa kwa Jenerali David Oite Ojok, afisa wa jeshi na kiongozi wa kisiasa kutoka Acholi. Ojok alipinga utawala wa madaraka makuu wa Obote na alionekana tishio kwa mamlaka yake. Mauaji ya Ojok yalituma ujumbe wa kutisha kwa wapinzani wengine na kuonyesha utegemezi wa Obote kwa ghasia za kisiasa kudumisha madaraka. Pia iliathiri sana mazingira ya kisiasa kwa kuwa na hofu kubwa. Kizuizi cha Jenerali Shaban Oppolot kutoaminiana kwa Obote kulienea hadi jeshi. Brigedia Shaban Oppolot, kamanda wa kwanza wa jeshi la kitaifa la Uganda, alikamatwa mwaka 1966 kwa kuwa Obote alimuona kama tishio. Kuondoa Oppolot kulidhoofisha uongozi wa kijeshi na kuchangia mapinduzi ya Amin mwaka 1971. Uchunguzi wa Obote juu ya jeshi ulionyesha woga na kushindwa kuhimili usawa kati ya uaminifu na ufanisi. Kizuizi hiki kilidhoofisha usalama wa taifa na kuongeza hofu ndani ya majeshi. Upendeleo wa kikabila na migawanyiko ya kieneo. Obote mara nyingi alipendelea wakazi wa kaskazini, hasa kutoka Lango, katika uteuzi wa serikali na matangazo ya kijeshi. Hali hii ilipunguza nafasi za makundi mengine, hususan Baganda na Acholi, na kuunda chuki na mgawanyiko. Matumizi yake ya upendeleo wa kikabila kama mbinu ya kisiasa yaliathiri umoja wa taifa. Hali hii si tu ilisababisha mvutano wakati wa utawala wake, bali pia iliacha urithi wa mgawanyiko wa kieneo ambao uliendelea baada ya kumalizika kwa urais wake. Usimamizi mbaya wa uchumi na ufisadi. Kupungua kwa uchumi wakati wa Obote kulikuwa kubwa.
Licha ya rasilimali tajiri za Uganda, fedha za serikali mara nyingi zilitumika kwa maslahi binafsi. Taasisi za umma ziliachwa na kudorora, mfumuko wa bei uliongezeka na uzalishaji wa kilimo kupungua. Kuzingatia Obote kwa kuokoa madaraka yake, patronaji na faida binafsi kulimaanisha hakuweza kusera za uchumi endelevu. Skandala dhahabu hasa liimarisha mtazamo wa Obote kama kiongozi anayejali maslahi yake binafsi. Kurudi madarakani. Obote tena magongano wa uchaguzi baada ya kupinduliwa na Idi Amin mwaka 1971, Obote alikimbilia Tanzania. Alirudi Uganda baada ya kuanguka kwa Amin mwaka 1979 na kudai urais baada ya uchaguzi wa 1918. Uchaguzi huu ulikuwa na utata mkubwa, ukiashiria udanganyifu wa kura kuhakikisha ushindi wa Obote. Udanganyifu wa mchakato wa uchaguzi ulisababisha vita vya kibeji kilichoongozwa na Yoweri Museveni na jeshi la upinzani wa kitaifa. Utegemezi wa Obote kuendelea kuwa madarakani, hata kwa njia za ulaghai, uliimarisha sifa yake kama kiongozi asiyejali sheria na haki. Ukandamizaji wa kisiasa. Wakati wa Obote tu, urais wa pili wa Obote pia ulikuwa na ukandamizaji na ghasia. Vikosi vya usalama vilitumika kudhibiti wapinzani kisiasa na mauaji yasiyo rasmi yalikuwa ya kawaida. Jamii za Acholi na Lango zilibakia na nafasi kubwa katika kijeshi na siasa, wakati makundi mengine yakiendelea kuhisi kupunguzwa nafasi. Mchanganyiko wa ghasia, upendeleo wa kikabila na udanganyifu wa uchaguzi uliacha Uganda katika hali tete kisiasa. Kushindwa kwa Obote kuongoza kwa uwazi au kwa kujumuisha kunafafanua kwa nini wanasiasa wengi wanamwona kama rais mbaya zaidi wa Uganda. Urithi na hukumu ya kihistoria. Milton Obote alifariki mwaka 2005 akiacha urithi tata. Kwa upande mmoja, alichangia sana katika uhuru wa Uganda na maendeleo ya mwanzo ya kisiasa. Kwa upande mwingine, urais wake unakumbukwa kwa ufisadi, ukandamizaji, mauaji ya kisiasa, udanganyifu wa uchaguzi na upendeleo wa kikabila. Kutegemea kwake ghasia na hofu kulidhoofisha taasisi za kisiasa na kuondoa imani ya umma. Matukio ya mgogoro wa Mengo, shambulio dhidi ya Mfalme Fredi, kuuawa kwa Oyite Ojok na uchaguzi wa 1918 uliotatizika uliacha alama zisizofutika. Wanasiasa na wanahistoria wanapanga Obote kama rais mbaya zaidi kwa madhara ya sera zake. Kutokana na uharibifu wa taasisi, migawanyiko ya kieneo na kikabila, uongozi wake uliunda changamoto ambazo ziliendelea hata baada ya madaraka yake kumalizika. Hitimisho. Urais wa Milton Obote unakumbusha hatari za madaraka yasiyo na kikomo katika historia ya Uganda. Kutoka ufisadi na kutumia rasilimali kiholela hadi ghasia za kisiasa, upendeleo wa kikabila na udanganyifu wa uchaguzi, utawala wake unaonyesha hatari za kiongozi asiye na maadili. Shambulio dhidi ya Mfalme Frederick Mutesa Dudo, kuuawa kwa wapinzani wa kisiasa kama Oyite Ojok, kizuizi cha viongozi wa kijeshi na udanganyifu wa uchaguzi wakati wa urais wa pili, vyote vilichangia umaarufu mbaya wa Obote. Ingawa alikuwa kiongozi muhimu katika uhuru wa Uganda, sura yake hasi inazidi kuonekana. Hadithi ya Obote ni ukumbusho wa umuhimu wa uwajibikaji, uwazi na kuheshimu kanuni za kidemokrasia. Kushindwa kwake kunafafanua matokeo ya kuipa kipaumbele madaraka binafsi juu ya ustawi wa taifa, na mafunzo kutoka utawala wake bado ni muhimu si tu Uganda bali duniani kote.